ni matumizi mabaya ya nguvu ya soko, hasa kwa kampuni zenye hodhi kubwa sokoni. Tuna mifano ndani ya taifa letu. Makampuni yanazalisha bidhaa fulani, yuko mmoja ndani ya soko. Akisha kuwa peke yake, kama hakuna sheria, ina maana atacheza na soko letu na atawaumiza walaji. Tumemsikia hapa mwenyekiti amesema jukumu moja la Tume ya Ushindani ni kuhakikisha tunamlinda mzalishaji na mlaji pia. Kwa akiwa mmoja sokoni, na nyinyi mnajua zipo bidhaa zina wazalishaji wawili ndani ya taifa, ambazo ikiwa hivyo sasa ni rahisi wao kuungana na kuweza kuleta shida kwenye masoko yetu. Tatu, tumemsikia mwenyekiti hapa ameongelea kwa mwaka huu Tume yetu ya Ushindani imepokea maombi 27 ya kuunganisha makampuni. Tusingekuwa na Tume ya Ushindani, tusingekuwa na sheria yetu ya ushindani, maana yake makampuni haya yanaweza pia kuamua kuungana ili yawe na nguvu kubwa sokoni na yafanye vitendo ambavyo nimetoka kuvieleza. Kwetu tukawa na umuhimu mkubwa ya kuanzisha na kuwa na sheria hizi za kusimamia ushindani ndani ya soko letu. Hivyo masuala haya yasiposimamiwa kwa karibu yanaweza kupelekea matendo yanayoumiza walaji, lakini kwa muda mrefu yataumiza wazalishaji pia, kwa sababu sisi sio kisiwa. Wako wenzetu wanasoma, wako wenzetu majirani wanasoma masoko yetu. Ni rahisi wao kuleta bidhaa. Sasa sisi tukibaki tukicheza na soko letu hili, itatuumiza hata sisi wazalishaji. Na ndio maana tumetunga sheria zetu za ushindani pamoja na kanuni zake. Na kwa mantiki hii, kwa hili natamani sana mwenyekiti tuelewane, na kwa mantiki hii ya aina ya soko tulilonalo, aina ya watu na dhamira ya kuingia kwenye biashara tulizonazo, uadilifu ni kitu cha msingi sana kwenye usimamizi wa sheria hizi pamoja na kanuni zake. Ni rahisi sana kucheza na waliopewa dhamana au mamlaka ya kusimamia sheria hizi na tukawaumiza walaji. Hivyo mwenyekiti, uadilifu ni muhimu sana sana kwenye usimamizi wa sheria hizi pamoja na kanuni zake, ili tuondokane na maumivu kwa mlaji, lakini ombwe la kuwaumiza hata wazalishaji wenyewe ambao hasa wanaonekana ni dhaifu kwenye soko. Wakiungana wawili wenye nguvu, yule dhaifu anaweza akaondolewa kwenye soko na tukajikuta tunarudi kule kule kwa kuleta vitendo ambazo sio sahihi kwenye biashara zetu. Kwa maana hiyo, ni lazima sasa sote tuliopewa dhamana ya kusimamia sheria hizi tutambue kwamba tuna dhima kubwa sana tulioaminiwa na kukabidhiwa, na tuisimamie kwa uadilifu mkubwa. Ndugu washiriki, sote tumesikia kutoka kwa mtendaji mkuu wa Tume ya Ushindani kauli mbiu ya mwaka huu ameitaja, na sisi tumeamua kwenda na kauli mbiu ya njama baina ya washindani na madhara yake kwa mlaji. Tunamlinda mlaji na kwa muda mrefu tunamlinda pia mzalishaji. Niwapongeze sana kwa kuchagua kauli mbiu hii. Ni muhimu sana ili tusije tukaachwa nyuma. Tuendelee kutoa elimu. Tutoe elimu kwa wazalishaji wenyewe, lakini tutoe elimu kwa walaji wetu ili tuendelee kuelewana juu ya athari kubwa za kufifisha ushindani ndani ya taifa letu. Ndugu washiriki, kama tulivyosikia pia katika kuadhimisha siku hii, Tume ya Ushindani imefanya semina kwa wadau wetu mbalimbali kwenye kanda inazozisimamia. Pongezi kubwa sana, na mmezichagua kulingana
na nguvu yao kwenye uzalishaji. Kwa mfano, kanda ya kati mmechagua wazalishaji wa zabibu na mazao yake, lakini mmechagua wazalishaji wa alizeti na mazao yake, mafuta ya alizeti na maeneo mengine yote. Hongereni sana kwa hili lililofanyika. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, sheria ya ushindani ina muhimu mkubwa sana katika kujenga uchumi wa taifa letu. Hivyo tukifanya biashara zetu kwa kufuata msingi, kwa sababu tumeshaeleza athari hapa juu ya kinachotokea, tutapata faida zifuatazo. Moja, tutaongeza ufanisi katika uzalishaji na usambazaji wa bidhaa na huduma sisi wazalishaji na wafanya biashara. Lakini pili, tutakuza ubunifu, ikiwa ni pamoja na kuboresha matumizi ya rasilimali kwa kuzingatia vipaumbele. Faida hizi zitatufanya tuweze kushindana katika masoko ya kikanda na kimataifa, ikizingatiwa kuwa tayari taifa letu lipo kwenye masoko mbalimbali ya kikanda. Tupo kwenye soko la Afrika Mashariki, tuko kwenye soko la SADC ambayo ni nchi za maendeleo kusini mwa Afrika, na sasa tupo kwenye soko la eneo huru la biashara Afrika. Hivyo bila kufuata misingi hii ya ushindani, ni wazi taifa letu linaweza kuwa soko la bidhaa za wenzetu. Ndio pale nilipowaeleza, tukiendelea sisi kuchezeana, tunaungana ili tuumize walaji. Wenzetu kule nje wanataka kuzalisha kwa ufanisi ili walete sasa watuuzie sisi. Kwa sisi tunapambana na kasoko ketu kadogo, wenzetu wanaangalia soko kubwa. Maana yake ni kwamba sisi hatuangalii hata zile sheria na kanuni za ufanisi. Sisi tunapambana na walaji, wenzetu wanapambana na ufanisi. Na unapozalisha kwa ufanisi, maana yake unatumia gharama ndogo kuzalisha, unapata bidhaa nyingi na faida kubwa kwa gharama ndogo inayotumika. Mkurugenzi wetu mtendaji wa shirikisho la wenye viwanda anafahamu. Katika moja ya vikao vyetu tulivyokutana, tunawaambia tumefungua soko la eneo huru la biashara Afrika. Mnaonaje na sisi tukapeleka bidhaa zetu kule? Wanasema hapana, Mheshimiwa Waziri, tusipeleke huko kwa sababu za kwetu uzalishaji wake ni gharama ya juu kuliko wenzetu wanavyozalisha. Kwa hiyo tayari tunaanza kuona changamoto iliyoko ndani yetu. Sisi tunapambana sisi wenyewe ndani kwa ndani. Wenzetu wanajipanga jinsi gani ya kuja kutuua na kuua viwanda vyetu na wafanyabiashara wetu ili tuuze bidhaa za kwao. Na ndipo nilipowakumbusha nikamwambia, sasa lazima tufahamu biashara sio vita, hasa mnapokuwa nyinyi ndani ya nyumba moja. Lazima tushirikiane. Fursa kule nje tuzilete ndani na tuzalishe tukiangalia soko kubwa tulilokuwa nalo kule nje. Tujipange. Tunaendaje kushindana kwenye soko la Afrika? Tunaendaje kushindana kwenye soko la AGOA nchini Marekani? Tuna bidhaa 6,800. Mkurugenzi anafahamu, lakini tumeweza kupeleka ngapi? Serikali imefanya jukumu lake. Sasa la kwao tulishakabidhiana. Jukumu la kuzalisha bidhaa hizi sio la serikali. Mazingira mazuri yamewekwa, masoko yametafutwa. Kwa nini hatuendi kwenye masoko hayo? Kwa sababu tunaangalia zaidi kilichopo ndani kwetu bila kufunguka na kuangalia kilichopo kule nje na fursa ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan amefungua kwa ajili ya taifa letu. Hivyo ndugu washiriki, naamini sote kwa pamoja tunaona umuhimu wa fursa hizi zinazofunguliwa na serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hasa tunapoelekea mwishoni mwa utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya taifa
pale mwaka 2025. Tayari serikali ilikwisha fanya majukumu yake na ilikwisha kutoa mwelekeo wa taifa letu wa kujenga uchumi imara na wenye kuhimili ushindani wa kitaifa ndani yetu na wa kimataifa na kufikia lengo la maisha bora kwa wananchi wetu wote. Kupitia maono haya ya serikali ndipo ilipoanzishwa taasisi yetu hii ambapo leo tupo Tume yetu ya Ushindani kama sehemu ya kufikia mkakati huu madhubuti ili kushajiisha ushindani ndani ya nchi yetu, lakini pia kuweka misingi sawia ya kujenga na kuendesha uchumi wa soko. Nimefarijika mkurugenzi wetu ulipotoa neno hapa na ukasema mnafanya kazi kwa karibu sana na Tume ya Ushindani. Huo ndio msingi wa mafanikio ya sisi wazalishaji lakini wafanya biashara ndani ya taifa letu. Kwani kukosekana kwa ushindani katika soko hudumaza ukuaji wa uchumi, kwani wawekezaji wengi hawatavutiwa tena kuja kuwekeza kwetu. Ni leo asubuhi nilikuwa na mwekezaji mmoja anasema tunaomba serikali mfanye 1, 2, 3, la sivyo nitabadilisha biashara, niwe nachukua biashara zangu nchi jirani nilete huku badala ya kiwanda changu kufanya kazi hapa Tanzania. Nikamwambia serikali tulishakuwahi, tuko mita 10 ulitoka ulipo wewe. Tulishakamilisha yote hayo unayoyasema, kiwanda tunakihitaji, kwani kukosa kiwanda ndani ya taifa letu ni kunyima ajira kwa watoto wetu wa Kitanzania. Kwa serikali ilishafanya kazi yake, kwenye viwanda tusaidieni ili tuweze kutengeneza ajira za vijana wetu, lakini tupate mapato mengi kupitia bidhaa tunazozizalisha na kupeleka kwenye masoko makubwa yaliyopo Afrika na duniani kwa ujumla. Wawakilishi wa wadau wafahamu na kuwafikishia ujumbe wenzao ambao hawajapata fursa ya kuwa nasi hapa kuwa madhumuni ya serikali yetu ya awamu ya 6 katika kusimamia uchumi wa soko si kukataza biashara, bali kutaka ifanyike kwa kuzingatia sheria na misingi ya ushindani. Sisi ni wawezeshaji wa biashara zenu. Sisi tunataka mfanikiwe ili tutengeneze ajira za vijana wetu, lakini tuweze kupata na kodi ambayo ndiyo inaendesha shughuli za kila siku za taifa letu. Vile vile washindani wanatakiwa kushindana kwa uhuru na amani kabisa na si kula njama za kukwepa kushindana sokoni ili kutimiza malengo yaliyowekwa na sheria, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, wanapata huduma katika bei nzuri na wanakuwa na wigo mpana wa kuchangia bidhaa na kuchagua bidhaa na huduma. Lakini pia wao wafanya biashara pamoja na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali kujipa nafasi ya kufurahia wao kuwa sehemu ya Watanzania, ili wengine wanapokuja kwenye soko la Tanzania wawakute wao wafanya biashara wa Kitanzania wako imara kuliko wanaokuja, kwa sababu tulishazoea ufanyaji biashara ulio wa halali kabisa. Na mwisho ni kwamba Tume ya Ushindani pamoja na vyombo vingine vinavyosimamia masuala ya biashara viendelee kutekeleza majukumu yao kwa kuongeza zaidi utoaji wa elimu kwa wafanyabiashara na kuwaelekeza zaidi kuhusu yapasayo kutendwa ili kuepuka uvunjaji wa sheria. Taasisi zote za serikali zinazohusiana na ufanyaji biashara, zinazohusiana na uendeshaji wa viwanda vyetu ndani ya taifa letu, ni muhimu wakafahamu wao ni wawezeshaji. Na championi wetu ambao ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye alishaamua kuwa
ni sehemu ya maisha ya wafanyabiashara. Ndiyo maana kila anaposafiri kwenda kutafuta fursa hizi, anasafiri pamoja na wenye viwanda, anasafiri pamoja na wafanyabiashara, ili tukajifunze pamoja wenzetu wanafanya nini, wenzetu walifanikiwaje, na sisi tuje tujiimarishe, ili bidhaa zinapoingia kwenye taifa letu watukute tukiwa imara kuanzia kwenye viwanda vyetu. Ni muhimu sana taasisi zetu zote zikatambua hilo na tukawawezesha wafanyabiashara wetu, ili tuendelee kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa letu kwa ujumla. Ndugu zangu washiriki, naomba niwaambie pia tunalo kongamano la wanawake katika biashara Afrika ambalo linafanyika kwa mara ya pili ndani ya taifa letu hapa Dar es Salaam. Linaanza kesho tarehe 6 hadi tarehe 8. Tumeleta mawaziri wa biashara kutoka nchi zote 55 za Afrika wapo Dar es Salaam. Tumeleta wafanyabiashara 80 kuja kuonyesha bidhaa wanazozizalisha kwenye mataifa yao na ndani ya taifa letu. Wafanyabiashara 40 wanatoka nje ya mipaka ya taifa letu na wafanyabiashara 40 wanatoka ndani ya taifa letu, kwa sababu tuna sababu ya kuonyesha kile tunachokizalisha na kuwaonyesha dunia kwamba tuna uwezo wa kuzalisha na kupeleka bidhaa zetu nje ya mipaka ya taifa letu. Lakini kongamano hili ukiacha mawaziri wa biashara 55, tutakuwa na washiriki 600 watakaohudhuria kwenye kongamano letu hili la siku 2. Washiriki 400 ni wa Tanzania, washiriki 200 ni kutoka nje ya mipaka yetu. Kama taifa tumeanza vema. Tayari bidhaa zetu, na niwashukuru wenye viwanda, tayari bidhaa zetu zimekwenda kwenye soko hili la eneo huru la biashara Afrika. Tumeshapeleka bidhaa mara 17 kwenye nchi 5 za bara la Afrika. Hongereni sana wenye viwanda, lakini pongezi nyingi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ameliwezesha hili kufanyika. Yeye ni mhamasishaji mkuu wa biashara ndani ya soko la eneo huru la biashara Afrika kwa wanawake na vijana. Hivyo niwaalike kwa pamoja tuje tushiriki kwa pamoja kwenye kongamano hili, kwa sababu walioanza kufanya biashara watakuwa nasi na watakuwa na wasaa wa kutueleza walianzaje na fursa zilizopo na changamoto walizokumbana nazo, ili kwa pamoja tuongee na tujue tunaondoaje changamoto hizo na tunaendeleaje kuzitumia fursa zilizopo ndani ya soko la eneo huru la biashara Afrika, ili tuendelee kuzalisha kwa viwango na tuuze kule duniani. Hii ni dunia ya ushindani. Naomba nikope maneno yako, kaka yangu Leodi Gatenga. Tukiendelea kubaki bila kushikamana na kutangamana na wenzetu, tutabaki peke yetu na soko letu litavamiwa na bidhaa za wenzetu. Tunayo sababu ya kuzalisha na tunayo sababu ya kufanya biashara kwenye masoko haya yote ambayo mipaka ilishafunguliwa. Tunachokihitaji, wazalishaji wanajua, tumeongea sana, ni kuzalisha kulingana na uhitaji wa masoko haya, na wafanyabiashara kuchukua bidhaa zetu hizi, kwa sababu tayari tumeshawapa somo la ushindani. Twendeni tukashindane kwa haki. Kwa ni muhimu sana kwa Tume ya Ushindani muendelee kuitoa elimu hii ya ushindani ya ndani ya mipaka ya taifa letu, lakini kule nje pia tunakokwenda ni ushindani wa aina gani tunaokwenda kukutana nao, ili tupate faida za kutosha. Baada ya maneno haya, naomba mniruhusu sasa kutamka kuwa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya ushindani duniani
yamehitimishwa rasmi leo tarehe 5 Disemba mwaka 2023. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.